أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. يقول الله سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. Baada ya kumaliza nukta ya mashahidi, ashuhudu fi yaumi alqiyama, ambao ni nukta muhimu katika hisabu. Baada ya nukta hii ilikuwa twende katika almizan wasirat, sababu tunapoichambua mahkama ya siku ya Kiyama tumezungumzia kiungo cha hisab, muhasabatul a'mal, ambao ina dauri katika masala ya mahkama. Tumezungumzia masala ya kutubul a'mal au suhuful a'mal, zitabu za amali ambazo pia zina dauri katika mahkama. Tumezungumzia mashahidi. Ilikuwa baada ya mashahidi tuje katika masala ya mizan, sababu ukiziangalia aya za Qur'ani zazungumza pia masala ya mizan, na baada ya mizan twende kwenye sirat. Lakini kabla sijaingia katika nukta hizi mbili, kuna masala mengine ni muhimu sana ambayo nimeashiria katika baadhi ya bahthi zilizotangulia, na masala yenyewe japokuwa hayana mafungamano ya moja kwa moja na kuhusu mahkama au hisabu, lakini yana mchango mkubwa, hususa katika wanazuoni wa kisasa katika kuyafasiri mambo mingi yanayoambatana na siku ya Kiyama, au katika kujibu maswali mengi yanayotupwa kuhusu baadhi ya mambo ya siku ya Kiyama. Fikra yenyewe ukirudi katika zitabu za siku hizi utayapata yaamkuliwa ni masala ya tajassumul a'mal, au pia hutumika neno tajassudu kwa dali na kwa mimu, tajassumul a'mal au tajassudul a'mal, na zote zina maana mamoja, kwa sababu neno tajassum latokamana na neno jismu katika Kiarabu, na jismu inamaanisha mwili, na neno tajassud pia latokamana na neno jasad, na pia la maanisha mwili. Hii ni fikra ilianza kuzungumzwa kwa maulama si kitambo, hii ni miaka ya mwisho, fikra ya kwamba a'mal, matendo yetu siku ya Kiyama yatavaa mwili. Kabla nyuma haikuwa kwa wanazuoni ikizungumzwa fikra kama hii, japokuwa Qur'ani iko wazi kama namna tutakavyo kuzisoma aya, na ikifaulu kukubalika fikra kama hii, ni fikra muhimu sana kuhusu siku ya Kiyama. Na kama nilivyotangulia kuzungumza, yatatua matatizo mengi ambayo yatupwa kuhusu siku ya Kiyama. Lakini
ilipokuwa ni fikra mzito kukubalika, hususa zama za nyuma, utawapata wanazuoni waliikataa fikra kama hii na wakajaribu kuziawil, kuzitafutia tafsiri zile aya zinazozungumza wazi fikra kama hii, kuzipa tafsiri kama tutakavyokuona mbeleni, ya kwamba hazimaanishi maana haya bali zamaanisha maana mengine. Wanazuoni waliopita walipoemewa kufahamu suala la tendo, vipi litakuwa mwili, kisha ukirudi katika lugha za falsafa ambazo sitaki kuingia na nyinyi, zitawatatiza, lakini kwa ufupi, kuna zitu katika falsafa waziita aradh au awaridh, kuna na zitu waziita jawahir. Wasema ziumbe zote au kila kinachoambiwa kila kinachoambiwa ni maujud, hakitoki katika zawanyo hizi ziwili isipokuwa Mwenyezi Mungu. Haingii katika mgawanyo huu, ima awe ni jauhar au awe ni aradh. Wakikusudia neno jauhar, wakusudia ni kila kitu au kiumbe kinachopatikana na katika kuweko kwake chajitegemea cho wenyewe, hakitegemei kiumbe kingine. Ama awaridh wakusudia ni zile zitu ambazo sote tukubaliana ziko, lakini kuweko kwake lazima ziweko kupitia zitu zingine. Tawapigia mifano mtayaelewa kwa usahali haya mambo. Mfano, rangi, alwanis, ni zitu ziko, sote tukubaliana kwamba kuna rangi nyekundu, kuna rangi nyeusi, kuna rangi nyeupe, kuna rangi kijani, kuna rangi bluu. Lakini rangi yenyewe kama rangi haiwezi kupatikana mpaka iweko kwenye mwili wa kitu kingine. Hata hii rangi mkebeni tunayokuwa rangi, sio rangi peke yake, ile imetangamanishwa na mambo fulani na mai na nini, ndiyo ikapatikana nini? Rangi. Tukua mfano wa ashkal, hizi shapes, sawa sawa, iwe ni cycle, ni triangle, ni muthallath, ni murabba, ni nini, zote ukitaka kuieta ule muundo wa triangle wa muthallath peke yake hawezi kuweko, lazima uweko ima katika zibao au katika chuma au zipande. Alal aqali utukue zijiti upange zitatu ndio zikuundie nini? Triangle, ikuundie muthallath. Kwa hivyo muthallath iko, lakini kuweko kwake haiwezi kupatikana yo wenyewe mpaka itegemee ima zibao ama zipande ama mambo mengine. Hivi matendo ya mwanadamu leo, huwezi kulitukua tendo peke yake. Tukua tendo la swala bila ya mwenye kuswali. Tukua mathalan tendo la kujepa, sarika, bila ya sariq, bila ya mwenye kujepa. Huwezi kulieta tendo mbe yetu leo wenyewe, kwa sababu ni katika awarith. Sasa ikiwa matendo ya wanadamu ni katika awarith, vipi yatahudhurishwa yo wenyewe siku ya Kiyama yakiwa peke yake? Hapa mambo yakazidi kuwatatiza maulama, ndipo wakanena hizi aya zinazozungumza kwamba matendo ya mwanadamu yatahudhurishwa siku ya Kiyama hazimaanishi matendo yenyewe, bali zamaanisha malipo, thawabu za matendo yetu, au mateso ya makosa ya wanadamu, au mpaka mwisho. Lakini leo kwa juhudi za wanazuoni wameweza kuyajibu maswali haya, ingawa mimi sitoingia
na baada ya kujibiwa na elimu yathibitisha mambo kama haya, kwa hivyo hakuna sababu tena za kuikimbia nadharia kama hii. Tuisikize Qur'ani yatuambia nini. Aya ni nyingi sana zinaozungumza masala haya, lakini mimi nimetukua kama aya 5-6 kama mfano, na waweza kuzirudia nyingi katika Qur'ani. Aya ya kwanza ni aya niloisoma mimi iliyoko katika suratu Zilzal au suratu Zalzala. Mwenyezi Mungu anapotuambia yauma idhin yasduru nasu ashtatan liyurau a'malahum. Iangalieni vizuri sana hii aya, tafsiri yake. Yauma idhin, siku hiyo, yani siku ya Kiyama. Yasduru nasu, watatoka watu, kwa maana ya kufufuliwa. Ashtatan, firaqan, yani makundi. Na wanazuoni wamenena kwa nini watakuwa makundi au saffan. Wasema kila umma utakuwa una kundi lake na imamu wake, kama baadhi ya aya zinatuambia kila umma utahudhuria katika mahshar na imamu wake. Kwa hivyo yauma idhin yasduru nasu ashtatan, watu watatoka makundi liyurau a'malahum, ili wapate kuoneshwa matendo yao. Hichi ni kipande cha kwanza chaeleza tajassumul a'mal. Liyurau a'malahum, a'mal ni matendo. Kwa hivyo mutaallaq wa ru'ya, kuona kinachoonekana, kitakachokuonekana siku ya Kiyama ni nafsul amal, tendo lenyewe. Liyurau a'malahum. Sasa faman ya'mal, aya endelea, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, yoyote atakayekufanya wizani wa dharra, ambao zamani walikinena mnyama tungu mdogo, lakini leo imethibitika dharra ni ndogo kushinda tungu. Hata kama ni amali ndogo aina gani, faman ya'mal mithqala dharratin khairan, ikiwa ni ya khairi, yarahu, ataiona hiyo amali ya khairi. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu, na atakayekufanya wizani wa dharra ya shari ataiona. Sababu waona neno raa au ru'ya limekaririka mara ngapi? 3. Mara ya kwanza kwa jumla, yauma idhin yasduru nasu ashtatan liyurau a'malahum, wapate kuona matendo yao ya khairi na ya shari. Kisha ru'ya 2 zimekuja kupambanua, walofanya mema watayaona mema yao, walofanya maovu watayaona maovu yao. Aya hii ukirudi katika tafasiri za zamani au hata za kisasa za baadhi ya ulamai wasokubaliana na fikra hii ya tajassumul a'mal, utaona wametaja taawili kila tofauti. Wamekwambia liyurau a'malahum, ay liyurau jazaa a'malihim, wapate kuona malipo ya matendo yao. Mwenye kufanya khairi yarahu, yani yara thawaba amalihi au khairihi, ataona thawabu za khairi yake. Na mwenye kufanya shari yarahu, yani ataona mateso na malipo ya shari yake. Sasa wa awil mahdhuf, yani kwamba kuna kilma kimeondoshwa kwenye aya. Asili ya aya liyurau jazaa a'malihim, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara jazaa amalihi. Wameawil
kwamba kuna kilma kimeondoshwa na waweka malipo au neno mfano wa hili. Au wengine wamenena wataona zitabu za amali, yani kutuba amalihim, badali ya jazaa amalihim, zitabu za amali yao. Baadhi ya mufassirina wamekwenda ndia nyingine, wanena hili neno raa katika lugha ya Kiarabu kuja kwa maana mbili. Kuna ru'ya basaria, kuna na ru'ya qalbia. Kuna kuona kwa ito, kuna na kuona kwa moyo, na likitumika kwa kuona kwa moyo huwa ni sawa na neno la kuyua la alima na maana ya ilmu. Kama ule mtu alomuuliza Imam Ali, hal raaita rabbak, umemuona Mola wako wewe? Akamwambia, wa kaifa a'budu rabban lam arahu, na vipi nitamwabudu Mungu ambaye simuona? Amuuliza Imam Ali, hal raaita rabbak, umemuona Mola wako? Akamwambia, wa kaifa a'budu rabban lam arahu, wewe wafikiria vipi mimi nitamwabudu Mungu ambaye sijamuona? Akamuuliza, wa kaifa raaitahu, Imam Ali akamuona amekwenda mbali, akamwambia, la, sikumuona kwa mato, nimemuona kwa moyo. Sikumuona kwa mato, nimemuona kwa moyo, akikusudia arru'ya alqalbiyya. Arru'ya alqalbiyya yani namuyua kama kumuona, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'budu rabbaka ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sasa neno ru'ya katika lugha ya Kiarabu huja mara nyingine kwa maana ya ilmu, wanaita ru'ya qalbiyya. Mufassirina wa kundi la pili wanena liyurau a'malahum. Ru'ya hapa si kwa maana ya ru'yatul ain, bali ni kwa maana ya ru'yatul, yani liya'lamu a'malahum, kama ile iliyoko kwenye alhaakumut takathuru hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun thumma kalla, siku hiyo mutayua. Kwa hivyo na hapa ni kuyua, si kwa maana ya kuona. Sasa hawakuawili hawa, yani hawakuweka ta'wili ya kwamba kuna neno limeondoshwa, bali wametegemea neno la raa linaomaanisha ru'ya qalbia. Lakini kama nilivyotangulia kunena, sababu za tafsiri kama hizi ni kuonekana uzito wa fikra ya kwenda kuziona amali zenyewe, na baada ya kuwa leo imethibitika hakuna uzito, hakuna sababu ya kueta ta'wil. Sababu kwa nini tunakwenda kwenye ta'wil? Mara nyingi mimi nimezungumza ta'wil maana yake ni nini. Ta'wili ni kulifasiri neno kinyume na dhahiri yake ya kilugha. Kimsingi Qur'ani yataka ifasiriwe kwa dhahiri yake, isipokuwa ikiwa kufasiri kwa dhahir itagongana na misingi ya kiitikadi au itakhalifiana na misingi ya kielimu ambayo haina shaka, hapo inatubidi tuende kwenye ta'wil, na hakuna sababu ya kwenda kwenye ta'wil. Ama wale walionena ru'ya ina maana ya ilmu, jawabu yao ni rahisi kwa kila ambaye amepitia absati qawaid an-nahw. Katika ilmu nahwu watuambia raa ikija kwa maana ya ru'yatul ain huwa ikitukua maf'uli moja, ikija kwa maana ya ru'yatul qalbiyya huwa ikitukua maf'ulu ngapi? Mbili. Na ukiangalia aya hii hapa inatuambia yauma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyurau a'malahum, liyurau a'malahum, ili waoneshwe amali zao. Taban Sheikh Makarim Shirazi asema maf'ulu iliyoko hapa ni moja peke yake, ingawa aweza kujibiwa na nikiingia maneno yatakuwa marefu sana, kwa sababu kuna naibul fa'il na naibul fa'il qama maqama al-maf'ul al-awwal
ule mafaulu wa kwanza amebadilishwa, amefanywa naibul fa'il. Taban sitaki kuingia kwenye elimu sana, manake wenzetu wengine hapa wataona kama kuzungumza matalasimu. Ala kulli hal, kwa hivyo hakuna sababu ya kukimbia fikra ya tajassumul a'mal, hususan tukiangalia aya zingine zinazofuatia ziko wazi zaidi. Mfano katika suratul Kahf aya 49 Mwenyezi Mungu atuambia, wawajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada, watayapata yale walioyatenda. Wawajadu ma amilu, watayapata yale walioyatenda, yani matendo yao, hadhiran, yako hadhiri, ya wasubiri. Yani tutakapokwenda siku ya Kiyama tutadirika mzigo umetangulia, kama mara nyingi ninavyozungumza parcel zile tunazozituma: swala, saumu, zaka, haji, sadakati, adhkari, dua, ukweli, urongo, nini, sarika, kila kitu, khiana. Wawajadu ma amilu, watayapata yote walioyafanya, hadhiran, yako hadhiri, ya wasubiri. Si thawabu, si malipo yaliyo tulioyatenda, yale tulioyatenda tutakwenda kuyapata hadhiran. Kisha al-Allamatu Tabatabai katika Tafsirul Mizan, katika kuifasiri aya hii, asema hii aya imemalizika na kipande cha saidia zaidi kufasiri tafsiri hii ya tajassumul a'mal. Mbali na kwamba aya yenyewe tuambia wakayapata walioyatuma, walioyafanya, yako hadhiri, ya wasubiri, kisha imemaliza wala yadhlimu rabbuka ahada. Hukuku yapata walioyafanya, ya wangoja, ni dalili ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu hadhulumu. Aya ina dhail, na dhail yazungumza sifa muhimu ya Mwenyezi Mungu, nayo ni sifa ya kwamba Mwenyezi Mungu si dhalim. Sifa hii ya Mwenyezi Mungu kwamba si dhalim yathibitishwa na kipande cha nyuma, wawajadu ma amilu hadhiran, ni kwamba tutakapokwenda kuyaona yale matendo tuliyoyafanya ndiyo yanaotusubiri malipo yetu. Ni dalili wazi kwamba Mwenyezi Mungu la yadhlimu ahada. Si masala kwamba nimetukua matendo yako nikayaweka kando nikakupa malipo mengine. Yaweza yale malipo mengine yakafanana na yale matendo yako, na yaweza yasifanane, na hapo kunaweza kukatokea mjadala, nimekudhulumu au sikukudhulumu. Kwa mfano, leo mtu anapokufanyia kazi, umemwa kuwa mtu akufanyie kazi, akujengee, akutilie rangi, akuundrie, humlipi kazi yake, hutundi kazi yake ukamrudishia ukamwambia malipo yako, hutundi kitanda ukampa kwamba ameunda kitanda na wewe ukatunda kitanda ukamwambia hii malipo yako. Utampa pesa ambazo ni badali ya nini? Ya kazi yake. Pesa zile zaweza kufanana na kazi ile, ikawa umefanya uadilifu. Pesa zile zaweza kuwa kima chake ni tini ya kazi yake, ikawa umemkhini na kumdhulumu. Pesa zile zaweza kuwa ni zaidi ya kazi yake, akawa yeye amekupunja. Hali ni tatu ya. Na mara nyingi ni kitu kigumu sana kupima baina ya kazi ya mtu. Leo nafikiri katika masala ya kazi kuna mjadala mkubwa sana, hata Uislamu una nadharia zake. Kazi ilipwe kwa masaa au ilipwe kwa sampuli ya ugumu wa kazi yenyewe. Leo mathalan kuna mafundi wa spaki hapo, yeye aweza kumuona kibarua mfano, au fundi wa kujenga aweza kuangata buloki mtana kutoa kutoka asubuhi mpaka
saa 9, kandika nitoka na simiti na nini, akimaliza atatundiwa miteni wa 50 apoe. Ukijiuliza kipimo cha kumlipia nini? Ni masali ya wafanyakazi? Ni ugumu wa kazi aliyoifanya? Ni ujuzi uliotumika katika kufanya kazi? Kisha leo uangalie mathalan mwankue fundi wa spaki mathalan akuvutie pointi moja ya nini, ya switch ama ya nini, sijui siku hizi bei ni ngapi, yani 500 sijui kwa pointi moja, na pengine akiwa ni hodari na ni mpesi, akija atangia dakika 25 tukamwambia ustadhi nimemaliza kazi, nipa changu, tutatunda shilingi 500 utampa. Ukijiuliza ameangata waya wa kilo ngapi? Amefanya, yani mlinganishe sasa na ule kibarua, masali ufanya kazi nkatiti. Ugumu wa kazi yake ni rahisi. Tofauti iko wapi? Ujuzi uliotumika pale ni tofauti na pale. Sasa tuamlipa mtu kulingana na ujuzi wake au tuamlipa mtu kulingana na masali ufanya kazi, au tuamlipa mtu kulingana na ugumu wa ile kazi anayoifanya? Hizi ni zitu zina mjadala mkubwa. Alqima, fundi leo ndani mkafanye bahathi kwenye zitabu, uje katika bahathi ya iktisadi ya Kiislamu, mjadala mkubwa ulioko ni alqima. Ma hiya alqima? Thamani ya nini? Hali alqima lizaman am alqima linawiyati aljuhud inaotolewa, am alqima lilaql? Hizi nadharia ziko katika ilmu iktisadi, sitaki kuzingia sasa hivi. Sasa utakuta ninapopataka mimi, kunapokuja mjadala kwamba wewe watoa kazi, mimi nakulipa kitu badali ya ile kazi, mlango wa dhulma wafunguka hapa. Ni sawa ulivyonilipa au si sawa? Leo kuna watu upasuka moyo ulipo pesa kidogo, kuna watu ulipo mamilioni ya pesa kucha saini tu. Yeye uko katika kampuni nzima uko yeye ni ile amalize mwisho tu atie saini, lakini ukiuliza ulipo ngapi, tambe ulipo milioni moja. Ulipo ngapi? Ulipo milioni 2. Wengine upasuka moyo ulipo shilingi 10,000, 20,000, 5,000 namna hii. Sasa Tabatabai asema Mwenyezi Mungu alipoifanya kuhudhurishwa amali yenyewe ni dalili ya kwamba yeye si nani? Si dhalim. Wawajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada, yani hakuna majal, hakuna nafasi kamwe ya kujadili je Mungu ametulipa sawa au si sawa, kwa sababu umekwenda kukidirika kile chako ulichokipeka, kile chako. Sio Mungu ametukua matendo akakulipa mshahara kama unavyomlipa mfanyikazi, sio hivyo. Wawajadu ma amilu. Kisha sasa Tabatabai mwenye akwambia fataamal jayidan, iangalie vizuri hii nukta ninayoishiria katika suratu Ali Imran, na inapenda muihifadhi nukta niloizungumza sasa hivi. Mwisho nitakapokufika kwenye moto tatoka maswali mingi. Moja katika maswala yaliyoko, basi na iwe itakavyokuwa. Tujalie mtu alikuwa kafiri kutoka kuzaliwa wali'iyadhu billahi mpaka kufa, si miaka 60, si miaka 70, na muadhibu Mungu kwenye moto wa jahannam miaka 100, miaka 200, miaka 1000, khalidina fiha. Kama sitaki kuwapeka mbio, lakini nawaonesha tu masala haya ni maswali yanayojitokeza siku ya Kiyama. Hivi leo kuna mjadala mkubwa katika hauzati umetoka kwamba je, iko khuludi kweli ama hakuna? Kuna baadhi nasema ya ulama hivi wamekwenda kwamba itafika wakati moto tazimwa, na wana mijadala mirefu, na tutakuya inshallah kuyagusia baadhi ya haya
haya mambo. Na mimi nasema nikizungumza sifa kama hizi nazungumza fikra, sizungumzi ni itikadi tutoke nazo, ni mijadala ya wanazuoni. Sasa mmoja katika majibu ya maswali haya kwamba milele, la, si masala ya milele, umeniletea umekuwekea mwenyewe, ni amali yako. Si masala kama ya kotini kwamba wewe umefanya kosa, ule amejepa kule, jaji kakwambia nitakufunga nyaka 10 ziboko 10. Si masala namna hiyo. Katika suratu Ali Imran aya 30 Mwenyezi Mungu atuambia, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara, kila nafsi siku itakayokupata, kila nafsi chochote ilichokifanya cha kheri watakipata kimehudhurishwa. Hiki ndiko ile vile wawajadu ma amilu hadira, na hii nimekuja neno muhdhara tokomana na hilo alhudhur kitaetwa katika suratu Takwir aya ya 12 mpaka 14. Mwenyezi Mungu atuambia, wa idhal jahimu su'irat wa idhal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdharat, siku moto wa jahannam utakapokuwashwa. Hayo ni mjadala pia mwingine, sitaki kuyatangulia mambo. Je, moto uko tayari ushawashwa ama utawashwa baada ya siku ya kiyama? Na je, pepo iko tayari shaumbwa ama itaumbwa baada ya siku ya kiyama? Wa idhal jahimu su'irat, siku ambapo moto wa jahannamu utawashwa. Wa idhal jannatu uzlifat, siku ambao pepo itatandikwa. Alimat nafsun, siku hiyo ndiyo kila nafsi itajua ma ahdharat, ni kipi ilichohudhurisha. Huu ndio mzigo wako uliouweta, ikiwa ni mwema mbako mwenyewe na ikiwa ni muovu ni mbako mwenyewe. Katika suratu Tur aya ya 16 Mwenyezi Mungu atuambia, inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun, hakika si lingine mutalipwa yale mlokuwa mkiyafanya. Yale matendo mlokuwa mkiyafanya ndiyo nini? Malipo yenu. Aya hii zamani ilikuwa ikiandikwa katika kila kibengi. Siku hizi nafikiri misikitini hakuna tena zibengi. Wakati kulipokuwa kiwekwa zibengi, za sadaka yako tia hapa, sio? Ulikuwa mara nyingi ukipita utaona imeandikwa hii aya yulake, ukiambiwa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mnachokitanguliza katika khairi, yani ukitia shilingi yako hapa ama ukitia shilingi 10 yako ama ukatia shilingi 100 yako, khairi utakao kuitanguliza utakwenda kuipata kwa nani? Ile shilingi 10 utakwenda kuipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama tuqaddimu min khairin tajiduhu li anfusikum tajiduhu min khairin tajiduhu inda Allah. Aya zingine mfano ulioko katika suratu Ali Imran aya 30, Mwenyezi Mungu azungumza baadhi ya amali kama ubakhili. Hakuna tabia mbovu katika Uislamu imezotukanwa kama ubakhili, mpaka Mwenyezi Mungu katika baadhi ya aya Mayahudi walijaribu kumtuhumu Mwenyezi Mungu kwamba ni bakhili, wakanena yadullahi maghlula. Na yadullahi maghlula katika lugha ya Kiarabu ni kinaya. Sasa sisi Waswahili tunena ule mkono wake umepinda, yani haunyoki, yani hatoi. Kwa hivyo yadullahi maghlula, yani mikono ya Mungu imefungwa. Mwenyezi Mungu akawajibu na kuwatukana na kuwaapiza akiwaambia ghullat aidihim, mikono yao. Albukhl, maradhi ya ubakhili ni maradhi maovu sana na yana athari mbaya, na usiangalie ubakhili katika matokeo yake, hali havai hafiha, usiangalie hapo.
mara nyingi ubakhili huwa ni sifa fulani iko kwenye nafsi ikadhihiri vile, na ile sifa ni mbaya. Mwenyezi Mungu atuambia sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, wale mabakhili wanaoziwia tu. Mwenyezi Mungu asema kile walichokiziwia ndio kitakuwa cheni zao siku ya Kiyama, watafungwa nazo, watafanywa tatwiq katika shingo zao, ule ubakhili wao na zile zitu zao waloziziwia kwa ajili ya ubakhili. Satatajassam, zitavaa mwili, zitakuwa ni nyororo na cheni ziwatatie siku ya Kiyama. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama. Aya ya mwisho ni nyingi, nimewambia nikitaka kuzisoma hizi aya tumalize. Katika suratu Yasin Mwenyezi Mungu atuambia wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, hamtolipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiyafanya. Hii ndio nadharia ya tajassumul a'mali siku ya Kiyama, kwamba amali zitavaa mwili. Na kwa kadri nadharia hii ilivyozungumzwa kwa wingi katika Qur'ani na katika aya, basi katika hadithi imezungumzwa kwa wingi zaidi. Bali tukijaribu tu sisi bila ya kutenda kutafuta hadithi nyingi ya mambo tumezozoea kuyasikia, mfano twende katika maisha ya barzakh, kaburini, tapata tukihadithiwa kutoka nzijana, na hizi tu ziko hadithi kuhusu swala, kwamba mtu akiwa ameshikilia kuswali atakapokuwa kaburini katika yale maisha ya barzakh, utakwenda malaika wawili swala ya asubuhi, waketi na yeye, wampumbaze, wamzungumzishe mpaka kikitoka kile kipindi. Adhuhuri watakwenda malaika wangapi? 4. Ziangalie hizi riwaya, kwa nini zazungumza kwa idadi ya rakaa? Magharibi 3, alasiri 4, isha 4, kisha ni malaika wale au ni ile sala yenyewe itakuja. Yaonekana ile sala yenyewe itavaa mwili kama anavyozungumza Bwana Mtume katika hadithi nyingi. Kuna hadithi moja waieleza katika zitabu za Ahli Sunna, mmoja katika masahaba alimtaka Bwana Mtume amwedhee. Mtume akamwambia, tahadhari na amali unaoifanya, amali yoyote utakao kuifanya ni rafiki yako, itakuambata, haikuepuki, uingiapo itaingia na wewe. Ule bwana amwambie Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maneno umezoniedhea nayo ni maneno mazuri sana, utaniruhusu nizungumze na Hassan ibn Thabit ayatungie mashairi? Maarufu Hassan ibn Thabit ilikuwa ni katika mashairi wale number 1, hapo kwa hapo aweza kukupa shairi. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika zita za propaganda alikimtumia Hassan. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba chombo cha ushairi wakati ule kilikuwa ndio chatumika kama chombo cha habari, kina dauri kubwa. Sitaki kuingia sasa yao, lakini mfano tu, shairi moja tu laweza kumtukuza mtu na laweza kumtweza mtu, shairi tu. Mfano, kuna jamaa wale kiitwa Amfunaka, kama masoma katika lugha ya Kiarabu katika jahiliya. Na jamaa baba yao alitinda ngamia, katika kugawanya mmoja akapoa kitwa cha ngamia, akapoa kitwa kile. Katika kukibeba kile kitwa akatunda zanda zake ziwili akatia kwenye pua ya ule kitwa. Ikawa ndio sababu kama leo waweza kuanguliwa ina mahala chuoni, mpirani, likakuambata tena likawa ni hilo hilo. Ule akawa Amfunaka, 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 pua ya ngamia, pua ya ngamia, na ikawa ni lakab ya ila na ya kumtweza.
mpaka akawa mtu mzima, mpaka akazaa na ikawa familia yake yote huanguliwa ni anfun naqa. Kuna mshairi mmoja siku moja katika mabaraza ya Kiquraish akaja akatunga shairi lake akanena, qaumun, hawa ni qaum idha uddu, wao wakihisabiwa huwa ni anfun naqa wa min dunihim dhanabu, na wale wasokuwa wao ni mkia wa ngamia. Sasa ukimtukua ngamia, mbele yake nini? Ni pua, na wanyuma nani? Ni mikia. Watu wote wakaipigia makosi, likawa sasa anfunaka ni fakhri ya jina kwa sababu ya shairi moja tu limezoimbwa. Ala kulli hal, nisitoke kwenye mada. Hassan bin Thabit kwa mshairi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nimwambie Hassan ayatunga? Akamwambia naam, mwambie. Hassan akatunga mashairi yake, na ukiyasoma mashairi yake marefu, siwezi kuyanukuu, ukiyasoma mashairi ya Hassan bin Thabit aizungumza tajassumul a'mali moja kwa moja, aizungumza amali namna inavyoanza na mwanadamu akifa, ikaingia naye kaburini, ikatoka naye kaburini, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam asikiliza. Na alipomaliza mashairi hakukosoa wala hakujibu kitu chochote. Na sisi tunajua katika miongoni mwa hadithi za Bwana Mtume ni nini? Ni takrir. Hadithi ambayo nimewasomea mara nyingi nikiwafundisha maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam hizi tasbihat, sijui kenena subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, utamea mti katika pepo yako. Kama ni muapple, ni mkudhumani, tasbih kwa shajara fil janna, tasbih kwa shajara fil janna. Hii yamaanisha nini? Yamaanisha kwamba kule kuna malaika ongoje yote tasbih watembeo wameze mti, au ni ile tasbih yenyewe tatahawalu ila shajara, itabadilika iwe mti? Ndio yule bwana mmoja kama maswahaba, ewe basi mimi kwangu kutakuwa mwitu huko kutakuwa msitu mkubwa, manake saa zote niko subhanallah walhamdulillah, miti mingapi? Mamilioni, manake kwa siku huweta alafu mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ndio bana, kama unavyopeka tasbihi kuna na mashoka upeka wewe ya kuikata ile miti, sababu wewe pengine utanena subhanallah walhamdulillah, pale utatamka fuhsh, utanena neno chafu, pale utafanya ghiba, utamwamba mtu, pale utanena urongo, pale utatoa ahadi usitimize. Zote hizi ni nini? Ni mitaimbo na mashoka na mapanga. Kwa hivyo si ajabu kawa umemeza mingi, ukaenda umetemwa msitu wote. Kwa hivyo hadithi ni nyingi sana. Kitu tu napenda kumalizia, vipi amal itavaa mwili? Ni masala magumu sana ambayo sitopenda kuyaingia, lakini nimewahi kushiria katika baadhi ya darasa kwamba leo elimu imethibitisha kwamba ulimwengu uko katika mabadiliko kutoka kwenye taka uenda kwenye mada, na ukitoka kwenye mada ukenda kwenye taka. Hizi ni nadharia ziko katika sayansi kwa wasomi, na wasema hakuna kitu kinachoisha. Hata ule mwangaza unaotoka kwenye jua ule ndio unaitwa taka, wabadilika kisha baada yake na waweza kurudi ukawa material. Vipi huwa? Hizi ni zitu za taka wataalamu wanaohusika na nyanja hizi ambazo waweza kuzieleza zaidi. Sisi nkuzisoma yu tu, lakini ni zitu zimethibitishwa na zatumiwa. Na ikiwa mwanadamu ameweza kufika hapa, fakaif Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kesho aweze kuyabadilisha matendo ya vai mwili, na yawe yatakuwa yale matendo ndiyo malipo yetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia ni katika wale ambao wametanguliza kheri na matendo yao yakawa yatakuwa ni furaha siku ya Kiyama katika kuwapokea. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Naam. La sasa hivi ndio tutasema tajassumul a'mal, yani yale matendo yatavaa mwili. Sasa katika kuvaa mwili ni kwamba kuna yale unaoambiwa peponi, kuna mabustani, kuna sijui sururun marfu'a wa akwabun mawdhu'a wa namariqu masfufatun wa zarabiyu mabthutha, ni yale matendo yetu. Kuna matendo yatakuwa miti, kuna matendo yatakuwa mito, kuna matendo yatakuwa yale mambo matufaha nini, yale ambayo tutakwenda yatatupokea sisi kutustarehesha ni nafsul a'mal. Sasa zitavaa mwili na hizi amali zitufuete hata kaburini, lakini katika kila mahala zitavaa mwili kwa kadri anavyohitaji mwanadamu wakati ule. Mathalan katika kaburi, kitu muhimu anachokitaka mwanadamu ni istinas, ni kuliwazo, be wahshatul qabri hata yaitwa kile kinyezi cha kaburi na upweke. Kwa hivyo pale sala itavaa mwili wa watu ambao watakuja kuketi na wewe na kuzungumzisha na masala ya furaha. Siku ya Kiyama ni kwamba amali zile zitavaa mwili ambao zitakupa wewe starehe zile unazozitaka. Sasa ndio zile zitanda, ndio yale makochi, ndio yale uyasikiao katika janna. Hii ndio wanaokusudia tajassumul a'mal. Zitavaa mwili, zitukue umbile la kitu bila ya wewe. Naam. Hayo yatakuwa katika kupimwa, hayo yatakuwa ndio mada inayofuatia. Baada ya tumenena alikuwa niingie kwenye mizani, lakini nimeona kuna dharura kwanza niweke sawa hii fikra ya tajassumul a'mal, ndio baadaye inshallah juma litakalokuja tutaingia kwenye mizani tukifuatia sirati. Naam. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وسنحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Swala ya kimsingi, swala yauliza kwamba ikiwa kila mtu atakwenda kushuhudia kwa mato yake, ikiwa kuona kwa mato, awe mwema awe ni muovu, mbona kuna Qur'ani yatuambia baadhi ya watu ambao wamepanyongo utayo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atawafufua siku ya Kiyama wakiwa tongo, ikimaanisha kwamba wao hawatongia katika yauma idhin yasduru nasu ashtatan liyurau a'malahum. Taban kama nilivyosema suala lina wajhi, lakini tukijisaidia na aya nyingine ya Qur'an, Mwenyezi Mungu atuambia faman kana fi hadhihi a'ma, sio fahuwa fil akhirati a'ma. Ule atakayekuwa katika hii dunia ni tongo, basi na akhira atakuwa ni tongo.
Tukiitukua hii aya kwa dhahiri yake, kwa hivyo kila Mwenyezi Mungu amezomuonda kwa maradhi ya tongo hapa duniani, akhira atakuwa nani? Ni tongo. Na wengine ni watu wema, tena wengine wema sana, wema sana. Na watu mathalan, mwadhini mmoja katika wadhini wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Mad'un, wadhini wa Mtume wawili ilikuwa ni Bilali na nani? Na Uthman ibn Mad'un. Uthman bin Mad'un katika masahaba ajilla, na Uthman bin Mad'un ndio ule iloteremka abasa kumtetea, anjaahul a'ma. Ule a'ma anayezungumzwa pale ni Uthman ibn Mad'un. Wanazuoni kadha wa kadha tuwayuwao leo, kina Abdul Hamid Kishki na kina nani, wanazuoni ajilla watukufu, ilikana ntongo. Bila shaka Mwenyezi Mungu hakusudii katika hii aya faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Hakusudii utongo wa maana ya kutoona, akusudia utongo kwa maana ya kujifanya. Sisi Waswahili waitia utongo wewe, uoni kwani? Na mtu aona amezipa nyongo aya za Mwenyezi Mungu, aziona amri za Mwenyezi Mungu za mwambia swali, funga, ajifanya hazioni, ajifanya tongo. Na siku ya kiyama atafanywa tongo, hatoziona neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile alivyokataa kuona maongozi ya Mwenyezi Mungu katika hii dunia, na siku ya kiyama hatoziona neema na furaha na pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idhan faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Na hii ndio inayotufasiria waman a'radha. Kwa hivyo man a'radha an dhikri ni ule man kana fi hadhihi a'ma, ule alokuwa tongo hapa, na siku ya kiyama wasanahshuruhu a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika. Sasa angalia mwisho wa aya inakufasiria maana ya a'ma. Ima a'ma hataona neema au hatoshughulikiwa, hatotiwa kilini. Kama wewe mathalan ni mtu kwa fulani una daraja, akakualika jambo lake la watu wengi, watarajia ukiingia akikuona atakulaki mlangoni na aende akakuweke mahali, ukiingia akafanya kama hakukuona. Ndivyo wale waloupa nyongo utayo Mwenyezi Mungu watakavyokufanywa siku ya kiyama, kama ambao kwamba hawako, kwa maana hawatozingatiwa wala hawato nini. Au kama anavyozungumza Sheikh Jaafar Subhani, jawabu ya pili, Sheikh Jaafar Subhani asema siku ya kiyama ni ndefu sana na ina mawaqif, ina ziwango. Nimewahi kuzungumza mimi, hata nikawahi kunena kwamba tulu kulli mawqifin 50 au 1000 sana. Awezekana ule aloipa nyongo Qur'ani atafufuliwa tongo kama ilivyo aya pale. Wakati wa kufufuliwa katika mawqif ya hashri mpaka kukusanyika katika uwanda wa hisabu atakuwa ntongo, na ni kipindi kirefu. Kisha kutakuja mawqif ya pili ya kuhisabiwa, ambapo haihusiani na hii aya. Katika mawqif ya pili watu wote watakuwa na mato yao liyurau a'malahum. Kwa hivyo itakuwa kufufuliwa tongo ni wakati wa kufufuliwa ila an yahdhura hisab, atakuwa tongo. Baada ya hapo atapoa mato yake. Fikiri tafsiri ya pili itakuwa akrabu zaidi kuliko ya kwanza.
Sasa tujibu moya moya. Swali la kwanza, asema juzi katika hafla ya Imam Ali nilizungumza kwamba Muawiya alimtaka Dhirar, sio? Amsifu Imam Ali baada ya kupata habari ya kufa na baadaye akalia. Vipi mazungumzo haya, mbona hayaeleweki? Kwa sababu kitu kinachojulikana ni kwamba Muawiya alikuwa adui mkubwa ya Imam Ali. Kwa hivyo kifo cha Imam Ali kilikihitajia kimfurahishe zaidi kuliko kumliza. Bila shaka maneno yako ni sawa, lakini mimi nataka tuiangalie kadhia kwa pande nyingi. Muawiya ni mtu wa siasa, ni rajulu siasa, na wanasiasa wote ulimwenguni wanafundi kwa Muawiya kabisa. Hakuna pia watakalo kulifanya la khila na la mipango watamshinda. Na kwa sababu hiyo ndo utakuta mtaalamu mkubwa mmoja Mfaransa asema Europe yastahiki kumjengea sanamu la ukumbusho Muawiya. Mtaalamu mmoja wa Kifaransa asema Europe magharibi yani bastahiki kumjengea tidhkar kama leo sisi Kenya pale imewekwa Jomo Kenyatta sanamu lake. Asema Europe yataka ijenge sanamu la Muawiya kama tidhkar, kwa sababu Muawiya ndiye aliye fanya wepesi magharibi iinuke. Lau si yeye, wazungu wangalikuwa paka yeo bado hawayaamka. Yani kwa maana Uislamu ungetawali kwa miaka mingi zaidi kuliko vile ulivyotawali. Ikiwa Uislamu uliweza kutawali kwa hiyo nidhamu ambayo tukhtalifiana ndani, makhalifa, dola ya Bani Umayya, dola ya Bani al-Abbas, paka kufika Ottoman Empire ilipoanguka tena ni karne ya 12 takriban kukosea, basi ungelitukua muda mrefu zaidi. Kwa hivyo Muawiya ni dahia, ni rajulu siasa. Pamoja na kwamba Muawiya alikuwa amjua vizuri Imam Ali, si kwamba alikuwa ampinga Imam Ali, hamuelewi Imam Ali ni nani. La, alikuwa amuelewa vizuri sana. Kisha Muawiya na Imam Ali si watu ajnabi, ni watu watoka kwenye family moja, wote ni Quraish na wote ni ibn am ke Muawiya ibn Abi Sufyan, ibn Sakhar ibn Abi Sufyan ibn Harbi ibn Sakhar ibn Abd Manaf, nafikiri kasikukosea, au ibn nani ibn, manake wamepambanukana kwenye Umayya na Hashim. Kwa hivyo ni abnau am. Hata utakuta katika baadhi ya khutba walipokuwa wakijibizana sawa sawa Muawiya na Imam Ali, hata Imam Hussein na Yazid walikuwa wakiitana ibn am, ya ibn am alikimuita. Tatu, yaonekana ile ilikuwa ni majlis kubwa na walikuwa watu, na mara nyingi mtu katika kufa hupata sympathy ya watu. Mfano, watu wawili walipokuwa wakikosana, hata kama umma ulikuwa unashaka alosawa nani na ambao, wakati akifa, hususa kifo kile kikawa ni kifo cha maonevu, watu wote kikubali ameonewa ule, kama vile alivyouawa Imam Ali, kwamba aliuawa si katika ndia ya haki na ni ghadran, aliingia akampata uswali yule akampiga, si kwamba alimuua huko uwandani wa jihadi upambana uso kwa uso. Sasa ilikuwa kuna ile sympathy, na mara nyingine ukienda kinyume na lile wimbi la huzuni huwa ni rahisi kuweza kupatikana thaura. Sasa Muawiya iza kuwa alitumia ni uslub min asalibi imtisasi alghadab, wanaita kuinyonya ile hasira kidogo na kuipoza. Kwa hivyo akaika majlisi azaa na yeye akalia, akawafanya watu mpaka Muawiya amelia.
Tusawirishe leo watu wakitoka Shamu ile habari Muawiya ana haya mambo bwana, masahaba wa mtume wao kwa wao tena wakikosana, si ndio nataka tusiingilie mambo kama haya, huanda lugha hizo tena, sio wale wao kwa wao na nini huja sasa. Yaweza kuwa ni uslub katika asaliba ametumia Muawiya kuizima ile hasira, na saa nyingine vimbi kama huliwezi lipande uliandame. Kwa hivyo wewe walikitaka Imam Muawiya akejeli wakati ule, angeweza ile ghadhab ya watu na huzuni ya watu na Imam Ali ameuawa, akaona situation haikubali mambo haya, hata na mimi niweke majlisi hapa. Na si Muawiya, hata Yazid alipopata habari ya kwamba Imam Hussein ameuawa na akaona matokeo sio, alianza kuruka kwamba mimi sikuamrisha mumuue, sijui yao, akaiona kwamba ile impact yake sivyo alivyoitarajia. Nafikiri tumefahamiana. Swali la pili umeuliza kuhusu masala kwamba mtumi ataaradhiwa amali. Nafikiri juma lililopita swala hili niliulizwa personal, nafikiri alikuulizwa mbele za watu kwamba katika kupekewa mtumi amali atapekewa amali za mtu mmoja au atapoa ripoti ya umma kama umma. Dhahir ni ripoti ya umma kwa jumla wendaje, bila ya kuingia katika tafasil za kwamba fulani bin fulani yaume swali ya dhuhuri fulani, ingawa kwa Mungu si kubwa hilo, lakini wengi wamestadhhir ni jumlatul a'mal zitakazokupekwa ambazo zaonesha umma uko sawa au hauko sawa. Ikithubutu fikra hii ndio itaweza kujibu swali lako kwamba bwana mtume ilikuwaje ikiwa yeye aoneshwa amali, mbona alipofika kwenye haudhi yake birika kama inavyotuambia Sahih Bukhari, watakwenda baadhi ya maswahaba atakikuwapa mai, ajibiwe kwamba innaka la tadri madha ahdathu ba'dak, kwamba wewe hujui walizua nini baada yako, na ikiwa yeye alikuwa aoneshwa amali. Baba una swali leo? Salawat ala Muhammad wa ali.